Hello, hope uko poa kabisa. Kumekuwa kuna mashambulizi tofauti lakini pia machafuko ambayo yameweza kutokea katika ardhi ya Somalia huko, na moja kati ya wanajeshi ambao pia waliweza kushiriki au kuweza kutoa misaada tofauti katika nchi hiyo walikuwa ni wanajeshi kutokea Uganda. Sasa taarifa zinasema kuwa wanajeshi 7 wa Uganda wameweza kuuawa nchini Somalia. Sasa hayo yameelezwa Jumapili hii na msemaji wa jeshi hilo kutokea nchi ya Afrika Mashariki ambaye anafahamika kwa jina la Felix Kulaige. Noma sana. Sasa machafuko yamekuwa ni mengi na vita vinakuwa vikubwa sana Afrika. Kuna baadhi ya nchi zinakuwa kama hazijatulia fulani hivi, lakini kuna wengine wako huru kabisa. Sasa taarifa zinaendelea kwa kusema kwamba wanajeshi hao walikuwa sehemu ya kikosi cha Umoja wa Mataifa kuweza kusaidia kuleta utulivu nchini Somalia. Sasa na kilichopewa jukumu la kupambana na kundi la kigaidi la Al-Shabaab, na walipambana kwa muda wa siku 3 katika eneo la Lower Shabelle na kuweza kufanikiwa kukomboa mji huo mikononi mwa wanamgambo hao. Sasa wanajeshi hawa inasadikika kwamba walikuwa wametoka Uganda and then walikuwa katika kundi ambalo pia waliweza kujiunga na kikosi cha Umoja wa Mataifa ili kuweza kuwasaidia katika mji ambao pia unapatikana huko Somalia, ambapo pia ulikuwa unasemekana kwamba kuweza kushambuliwa na kikundi cha Al-Shabaab. Unajua Al-Shabaab ni moja kati ya makundi ya Kiislamu ambayo huwa yanafanya mashambulizi tofauti katika nchi tofauti, hasa katika nchi za Kiarabu kama Somalia na nchi zingine kibao. Sasa wanajeshi hao pia inasemekana walienda huko ili kuweza kutoa msaada katika watu ambao pia walikuwa wanapatikana katika mji huo ili kuweza kuwapambania kwa muda wa siku 3 katika eneo la Lower, ndio mji ambao walitaka kukomboa kuweza kufanikiwa na wananchi wa mji huo waendelee kuwa sawa. Sasa mashambulizi ya hivi karibuni ya Al-Shabaab yameweza kuzua hofu ya kuweza kuibuka tena na makundi ya itikadi kali katika taifa hilo la pembe ya Afrika, lakini pia hasa wakati huu kikosi cha AUSMO kilichokuwa nafasi ya kile cha ATMIS kiweza kupambana na kuweza kupata ukosefu wa askari wa kutosha pamoja na upungufu wa fedha, ndio kaweza kusababisha baadhi ya wanajeshi kutokea kule nchini Uganda kuweza kuingia katika nchi ya Somalia ili kuweza tu kutoa msaada fulani ambao baina moja ama nyingine unaweza ukasaidia kwa kukomboa mji huu ambao unapatikana kule nchini Somalia. Sasa imeweza kupelekea vifo vya wanajeshi 7 ambao pia wanapatikana katika nchi ya Uganda, lakini pia yote yalikuwa ni kuweza tu kusolve lakini pia kuweka mambo sawa. Ndio maana tunasema katika vita kuna mawili, unaweza kaenda kupambana ukafa, lakini pia unaweza kaenda kupambana ukashinda au karudi na majeraha au kwa namna yoyote ile inakuwa ni poa kabisa, kwa sababu watu wengi wamekuwa wakitumia chance hii kuweza kwenda jeshini kwa sababu ya kuweza kuwa wakomavu, na tunajua kabisa kwamba jeshini pia ni moja kati ya vitu ambavyo pia vinaweza kuimarisha ulinzi kwa namna moja ama nyingine, na ndio maana tunaona wajeshi hao waliweza kuaminiwa zaidi kutokea Uganda na kwenda katika nchi ya Somalia ili kuweza kutoa msaada tu wa mji huu ambao ulikuwa unapatikana huko Somalia, ambao unafahamika kwa jina la Lower Shabelle, ambapo unapatikana huko Somalia na kuweza kusababisha vifo vya wanajeshi hao kutokea kule nchini Uganda. Yapi maoni yako kuhusiana na machafuko ambayo yanakuwa yanaendelea katika nchi za Afrika lakini pia duniani kote? Drop comment yako hapo, utakometisha kinoma noma.